Tanzania ni taasisi ambayo tumesajiliwa BRELA namba 547789 BRELA kwa lengo la kutoa mafunzo kwa mashirika ya serikali, na tayari tumefanya kozi mbalimbali kwa taasisi mbalimbali kama ofisi ya waziri mkuu, mamlaka ya usimamizi wa anga Tanzania, shirika la utangazaji Tanzania TBC, lakini pia tumefanya mafunzo TANAPA na taasisi zingine. Hizo ni program ambazo kwa kifupi tunafanya Learn to Lead Tanzania. Tunajenga uwezo kwa watumishi kutoka taasisi ya serikali katika kozi za aina mbalimbali. Learn to Lead Tanzania tumekuja na program ambayo inatoa fursa kubwa sana kwa vijana. Ni kama tunarudi zama za Mwalimu Nyerere ambapo ilikuwa mtu hata akimaliza darasa la 4 au akimaliza darasa la 8, hata wakati wa Mwinyi ilikuwa anapata ajira moja kwa moja, na nakumbuka kipindi hicho ilikuwa ni kwamba mtu anamaliza shule au hata akiwa bado shule, taasisi mbalimbali zinamtafuta kwa ajili ya kwenda kufanya kazi. Kwa hiyo sisi Learn to Lead Tanzania tumeona kwamba changamoto kubwa wakati mwingine sio ujuzi au kwamba mtu hana elimu, lakini changamoto imekuwa kwamba hizo fursa zenyewe zinakuwa hamna. Learn to Lead Tanzania tuna hiyo ajira connect program ambayo tuna falsafa inaitwa lipia jifunze ajiriwa. Lipia jifunze ajiriwa maana yake ni kwamba unakuja kama kawaida unalipia ada ili kupata kozi yetu, na ada ni shilingi 600,000, na baadaye unajifunza, tunakupa ujuzi ambao sisi tunahitaji Learn to Lead Tanzania, na baadaye tunakuajiri moja kwa moja. Sio kwamba tunakutafutia kazi ukasome mahali fulani, hapana, tunakuajiri moja kwa moja katika taasisi yetu ya Learn to Lead Tanzania. Kwa hiyo ni falsafa nzuri kwa sababu najua kwamba kama nilivyosema hapo mwanzo kwamba sasa vijana wengi tunaenda shule, tunapata kozi, lakini mwisho wa siku tena unarudi unaanza kufanya kitu tofauti na kila ambacho umesomea chuo. Kwa hiyo sisi Learn to Lead Tanzania ni kama tunaua ndege wawili kwa jiwe moja. Kwani maana yake ni kwamba unakuja unasoma hiyo kozi, na ukishasoma hiyo kozi basi baada hapo tunajaza mkataba wa ajira na unaanza kuwa mfanyakazi wa Learn to Lead Tanzania. Program inaitwa Ajira Connect Program. Kwa hiyo sasa mimi nafikiri hiyo ni fursa nzuri sana kwa vijana, kwa sababu kwanza inakupatia ujuzi. Ujuzi huo ni ule ambao tunahitaji sisi Learn to Lead Tanzania, lakini pia pamoja na kupata ujuzi unapata kitu kingine ambacho nafikiri hakuna mtu ambaye hataki ajira. Kwa hiyo unapata ajira, na Learn to Lead Tanzania sisi tunahusika sana na program za mafunzo kwa mashirika ya serikali. Vijana wengi wanakosa fursa kwa sababu moja, we are waiting too much. Yaani tunasubiri sana. Yaani ukisikia fursa ni wakati ambapo natakiwa, sio lazima uhamasishwe na mtu kama hivi labda ninavyokuhamasisha mimi. Lakini wewe mwenyewe unatakiwa ujue jukumu kwamba ni kitu gani ambacho unapaswa kufanya maamuzi sahihi ambayo yanakusaidia leo na kesho. Kwa hiyo nihamasishe tu jamii kwamba unaposikia kitu hiki ni fursa nzuri, kwa hiyo chukua hatua. Hakuna mtu yeyote ambaye atakuja akuamulie hatima maisha yako, na hatima maisha yako inatengeneza na maamuzi madogo madogo ambayo unafanya leo, na maamuzi hayo ni yale maamuzi ambayo yanaweza kukusaidia kupata fursa mbalimbali ambazo ni muhimu ili kuweza kuishi maisha ya ndoto yako au maisha bora. Focus yetu ni kuanzia umri wa miaka 18 mpaka 35. Na ni kijana ambaye angalau amemaliza elimu ya sekondari. Nikisema sekondari ni form 4, form 6, certificate, diploma, bachelor na kuendelea. Na mahali ambapo hii kozi inatolewa, sisi Learn to Lead Tanzania sio chuo, niweke wazi hapo. Ni training firm. Kwa mafunzo yetu yote tunafanyia kwenye kumbi za mikutano za hoteli. Kwa mfano kama hii kozi tutaendeshea Seascape Hotel iko Jangwani Beach au Mbezi Beach. Hapa nimeshika hivi vyeti viwili, ni mmoja wapo ya watu ambao walishiriki mafunzo yaliyopita. Japo hao watu walitoka serikalini sasa. Sasa katika hii kozi tulifanyia Ramada. Tulifanyia Ramada. Idadi kwa sasa hivi watu ambao tunalenga kuchukua kwa miezi 6 hii ya kwanza ni watu wasiozidi 50. Kwa sababu tunachukua idadi chache kwa sababu programu yetu inalenga
kutoa fursa ya ajira, lakini kabla ya kutoa fursa ya ajira kuna kuwepo na mafunzo. Kwa hatuwezi kuchukua watu wengi sana kwa sababu yani tunaweza tukawachukua wengi afu tukashindwa kuwapa fursa za ajira, kwa sababu Learn to Lead Tanzania tuna kozi nyingi. Kwa hiyo tunataka timu ya watu ambao wanaweza kushiriki kwenye zoezi la kuratibu hayo mafunzo ya watumishi ambao tunawashirikisha kutoka sekta za serikali. Na issue ya cheti, ndio vyeti tunatoa watu wakimaliza kozi. Vyeti kwa mfano kama hiki ni mojawapo ya cheti ambacho tunatoa tukimaliza kozi, na tuna kozi za aina tofauti tofauti. Kwa mfano tuna kozi ambayo tunaitoa kwa mashirika ya serikali inaitwa Project Management Information System, lakini tuna kozi ya Leadership and Management Training, lakini tuna kozi ya Customer Care Excellence Training. Tuna kozi nyingi, ni kozi fupi. Watu wa serikalini wanafahamu au wafanyakazi wanafahamu kuna kitu kinaitwa mafunzo kazini. Kwa hiyo baada ya kumaliza hayo mafunzo, hizo tailor made course au customization training, huwa tunatoa vyeti ambavyo mtu anayepata anaweza akakitumia hicho cheti aidha kutafuta kazi sehemu nyingine au kama kujiongezea, au wanasemaga kuongeza sifa au CV. Na kozi ambayo tunaitoa nilikuwa sijaisema hapa. Kozi ambayo sisi tunaitoa hapa kwa hawa vijana sasa ambao tutawatrain, ambao nimesema umri wao ni kati ya miaka 18 mpaka 35. Ni kozi inaitwa jinsi ya kuratibu mafunzo na mawasiliano kwa mashirika. Yaani Learn to Lead Tanzania inahusika na kuratibu mafunzo. Kwa kozi ambayo tunaiendesha ni how to coordinate and organize training programs to organization. Kwa hiyo ndio kozi ambayo tunaitoa. Ni kozi ambayo ndani yake na vitu mbalimbali.